Ukuaji katika sekta ya kilimo unaambatana na changamoto ya mitaji, maarifa ya kifedha na ufahamu wa namna ya kushirikiana na taasisi za kifedha kama TADB. Kwa hiyo elimu mtakayoipata leo itasaidia sana kuongeza uwezo wa wakulima wetu katika uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara, na hivyo kuufanya mkoa wetu kuendelea kuwa kinara wa uzalishaji wa mazao ya chakula hapa nchini. Ndugu wakulima, pamoja na elimu mtakayoipata leo, mtumie nafasi hii kuwaasa wakulima wa mkoa wa Ruvuma kuhusiana na kuanza kwa msimu wa kilimo wa mwaka huu, na hapa niwaombe mtekeleze mambo yafuatayo. La kwanza, kwa vile msimu ndio umeanza, tuzingatie mvua za mwanzo za msimu ili zitakapoanza tuzitumie kupandia mazao bila kuchelewa. Wahenga husema mvua za mwanzo ndio mvua za kupandia, hivyo nasi tuzitumie kwa maana hiyo. Lakini la pili, tuzingatie kanuni bora za kilimo kwa kuhakikisha tunaendelea kupima afya ya udongo, tunaendelea kutumia mbegu bora, lakini tunaendelea kuzingatia matumizi sahihi ya viuatilifu na mbolea, bila kusahau swala la kupanda mazao yetu kwa nafasi sahihi kwa zao husika. Naitwa Kiska Masaki, mimi ni afisa utafiti mkuu kutoka Benki ya Maendeleo ya Kilimo makao makuu Dar es Salaam. Lengo la mafunzo haya ni kutoa uelewa kwa wakulima, wafugaji na wavuvi katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Ni utaratibu ambao tumejiwekea kama benki kwa ajili ya kuwaelimisha wakulima, wavuvi na wafugaji kuhusu fursa za mikopo zilizoko katika Benki ya Maendeleo ya Kilimo, lakini ni namna gani ambavyo wanaweza kuleta maombi yao katika benki yetu au katika taasisi zile nyingine ambazo tunafanya nazo kazi ili waweze kupatiwa mikopo. Kwa hiyo tuliona kwamba kuna kukosekana kwa taarifa miongoni mwa wakulima. Kwa hiyo tukaona tuanzishe huo utaratibu au hiyo program ya kuwaletea wakulima wetu, wavuvi wetu na wafugaji hizo taarifa ili waweze kuzichangamkia fursa za mikopo. Benki ya Maendeleo ya Kilimo inatoa mikopo kwa njia ya moja kwa moja, kwa maana ya mteja anafika benki, analeta andiko lake la mradi, alafu maofisa wetu wanachakata, hatimaye anaweza kupatiwa mkopo. Hiyo ni njia ya moja kwa moja, lakini njia ya pili ni njia ya kupitia taasisi shiriki za fedha. Tunatoa mkopo kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja, kwa maana ya kwamba tunashirikiana na taasisi nyingine za fedha kupitia mfuko tunaoita mfuko wa dhamana kwa wakulima wadogo. Maana yake ni nini? Wewe unakwenda kwenye benki au taasisi nyingine ya fedha ambayo tuna makubaliano nayo, unaenda kukopa mkopo wa kilimo kupitia mfuko wa dhamana wa wakulima wadogo. Kwa hiyo tunakuwa tumekukopesha wewe kupitia ile taasisi au benki shiriki ambayo tuna makubaliano nayo. Wanaopatiwa mikopo anaweza akawa mkulima mmoja mmoja, kikundi cha wakulima kilichosajiliwa, vyama vya ushirika na makampuni yoyote yanayojishughulisha na kazi za kilimo kwenye mnyororo wa thamani wa aidha mazao ya shambani au kilimo mifugo au kilimo uvuvi. Naitwa Onesmo Ngao, mshauri wa kilimo mkoa wa Ruvuma. Leo
ni siku ambayo Benki ya Kilimo Tanzania TADB inatoa mafunzo kwa wadau wa kilimo kuhusiana na maandalizi ya msimu wa kilimo. Lakini pia Benki ya Kilimo ni mdau mkubwa katika mkoa wa Ruvuma. Tayari kwa sasa wamefungua ofisi ndogo kwa ajili ya kuwahudumia wakulima wa mkoa wa Ruvuma. Kama mnavyojua, msimu wa kilimo umeshakaribia na upatikanaji wa pembejeo unategemea mitaji. Hivyo Benki ya Kilimo kama taasisi ya fedha imejipanga kuhudumia wakulima katika mahitaji yao kwa maana ya kilimo, mifugo na uvuvi wa mkoa wa Ruvuma. Kwa majina naitwa Lucius Lazaro Kaponda, ni mwenyekiti wa Mnalima AMCOS. Hii benki tumeipokea vizuri. Kwanza ilikuwa ni kiu kubwa sana kuipata benki ya kilimo katika zoni yetu, kwa sababu tulikuwa tunapata shida sana kwa mikopo, hasa wakulima AMCOS, hata wakulima wadogo wadogo. Kwa hiyo benki hii kuja kwetu mkoa wa Ruvuma kwetu ni fursa kubwa sana, kwa sababu kwanza itaenda kuchochea maendeleo ya kilimo, itaenda kuchochea hata wale wakulima wadogo ambao walikuwa wanapata shida kwa mikopo. Nafikiri kwa sababu iko jirani itakuwa ni rahisi, kwanza itakuwa nafikika kwa karibu zaidi sana. Nafikiri tumeipokea vizuri sana, ni ukombozi kwetu hasa wakulima wadogo. Shumbana Salum, mwakilishi wa wakulima kutoka Mchangimbole. Tumeipokea vizuri sana ujio wa hii benki ya TADB, kwa maana wakulima wote tuna changamoto ya kupata pembejeo, viuatilifu na utunzaji pia wa mazao. Ilikuwa ni ngumu kwa benki nyingine kupata mikopo kwa urahisi, na benki nyingine huwa zinahitaji dhamana kubwa, lakini benki hii tunaishukuru serikali imeshawadhamini wakulima. Nafikiri wakulima kwa sababu ni wazalishaji wakubwa sana. Kwa mfano hapa mkoani Ruvuma tunazalisha sana mahindi ambayo hata serikali yenyewe inafahamu kwa tunachangia kwa kiwango kikubwa sana cha chakula katika Tanzania yote kwa ujumla. Kwa hiyo wakulima Songea kwa ujumla tunayo furaha kubwa sana, na tunaishukuru serikali pamoja na Mama Samia kwa kutuwezesha kufungua tawi hapa mkoani Ruvuma.